Swabi kasri ya ra inakuwa ni shubiri, swabir, shubiri. Sabr, subira. Ukifanya be na sukun maana subira. Ukiweka be na kasra inakuwa nini? Shubiri. Innama sabru sabirun, si vinginevyo, kwenda kwa tashbihi balighu, si vinginevyo, ni hivi tu. Kwa hakika subira ni kama shubiri, uchungu wake. Ukisikia mtu anakuambia bwana subiri bwana, kuwa na subira, ujue hilo jambo linauma. Ndio maana anakuambia uwe na subira, jambo hilo la uchungu. Mtu akifiwa panakuwa na uchungu, akikosea kidogo tu anapapatika, anatoka kwenye mstari. Ndio maana anatakiwa awe na subira. Haya, wasadiqina, na watu wa kweli kwenye mambo yao, kwenye maneno yao ni wa kweli, na kwenye matendo yao pia ni wa kweli. Wa kweli wa maneno na wa kweli wa matendo. Na wale watu wa kweli, nani huyo anatutoa? Babu, ukaongee nje. Watu wenye walio wa kweli. Na ukiwa mkweli unakuwa katika daraja ya juu peponi siku ya Kiyama, miongoni mwa watu walioahidiwa daraja za juu. Ulaika maa alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina, na watu wa kweli. Walqanitina, na wenye kunyenyekea, wanaofanya mambo yao kwa khushui, wanamwabudu Mungu hawaripui, wananyenyekea, wanakuwa wanyenyekevu. Walmunfiqina, na wenye kutoa mali zao kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambazo aya nyingi tumezipita mwisho wa Bakara zikizungumzia nini? Kutoa. Wale ambao wanaotoa, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Tulizisoma hizo. Na wale wenye kutoa mali zao kwa ajili ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu. Walmustaghfirina bil ashar, na wale wenye kufanya maghfira, kutaka maghfira, kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu katika kipindi cha sahar, katika kipindi cha usiku mwingi kabla ya alfajiri. Hilo kinaitwa sahar. Tumemaliza hao. Tunaanza habari nyingine. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa hu al azizu al hakim. Shahida, tuliwahi kusema siku moja tuna matatizo katika shahida na shahada. Shahada ameona, anaona. Shahida amekuwepo kwenye tukio. Kwa hiyo faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, sio atakauona mwezi, bali katika mwezi huo wa Ramadhani atakayekuwa nyumbani na wala sio msafiri. Shahida, kwa sababu shahr haionekani mabwana. Tatizo liko kwenye Kiswahili tu. Tuna kitu kinaitwa hilal kwa Kiarabu, Kiswahili chake kinakuwa nini? Mwezi. Haya, tuna kitu kinaitwa qamar kwa Kiarabu, Kiswahili nini? Mwezi. Haya, tuna kitu kinaitwa badru kwa Kiarabu, Kiswahili chake nini? Mwezi. Tuna kitu kinaitwa shahr kwa Kiarabu, Kiswahili chake nini? Sasa nini hapa? Mwezi, 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 kila kitu mwezi. Hilal ni ule mwezi muandamo ule tu ndio unaoitwa hilal. Hilal ni mwezi muandamo, sawa? Haya, ukifika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu unakuwa tena sio hilal, unabaki kuwa qamar. Na huu qamar unaendelea mpaka mwezi 13. Ukifika 14 sio tena qamar, unakuwa nini? Badru. Na badru ndio ambao ukichomoza ule jua likizama panakuwa na kiza, alafu unachomoza watu wanapata mwanga. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Waarabu alipotokeza yeye
walijifananisha kana kwamba vile wapo katika kiza, halafu Muhammad akatokeza wakapata mwanga, wakamwimbaji vile tala al-qamaru tala al-badru alaina min thaniyati al-wada. Walimfananisha na mwezi ule mkubwa ambao unachomoza, watu wanapata mwanga. Kwa hiyo hilalu mwezi, lakini muandamo. Qamar mwezi baada ya mwezi tatu pale mpaka 13, 14, 15, 16 ule ni badru, sio tena qamar. Baada ya hapo zile siku 30 zile nazo zinaitwa shaharu, mwezi, siku 30 au 29, na kama unataka hii ya kupokelea mishahara au 31, shaharu Disemba, ndio mwezi Disemba. Au mtu anaweza kuuona mwezi Disemba ule. Kwa shahida maana yake sio kuona, shahida maana yake sio kuona. Faman shahida minkum shahra, atakayeuona miongoni mwenu mwezi. Shahar haionekani, ataionaje sasa? Shahari ni ule mkusanyiko wa siku 29 au 30, ndio unaitwa shaharu. Sawa? Mtu atakayekuwa nyumbani, sio msafiri, katika huo mwezi wa Ramadhani, faliyasumhu, au funge. Na shahida maana yake ni kuwepo. Ndio maana maneno ya Mtume yale limelisia kula, falyuballighi shahidu minkum alghaiba, aliyekuwepo yule. Alhadhiru, amfikishie taarifa hizi nani? Alghaiba. Kwa shahidu ni isim fa'il ya neno shahida, ni yule kuwepo nyumbani, sio kuona jambo. Ama shahada, hiyo ina maana ya kuona. Na ala ya musta'ira alkutubi da'di fa inna i'arataka lilkutubi 'aru wa mahbubi bi dunya kitabu fahal shahadta mahbuban yu'aru. Ala, zindukana ya musta'ira alkutubi, ewe mwenye desturi ya kuwazima azima vitabu, da'ni, achana na mimi. Fa inna i'arataka lilkutubi 'aru, kwani uwazimaji wako wa vitabu hiyo ni dosari. Wa mahbubi bi dunya kitabu, na mpenzi wangu mimi kuliko dunia nzima hii ni kitabu. Swali langu, fahal shahadta mahbuban yu'aru, je, umewahi kuona mchumba anaazimishwa? Labda uende Amerika, ndio unaweza kuniazime shemeji unaondoka nayo bichi, lakini mchumba huwa haazimishwi. Swali lake fahal shahadta bimaana absarta. Kwa shahada ina maana ya kuona, lakini shahida haina maana. Tumeelewana kwenye neno hilo? Kimetutoa nini? Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa. Sawa, kwa sio Mungu ameona. Shahida kama maana ya kuona, na hapa pia shahida iwe na maana ya nini? Ya kuona. Sawa, bali hapa shahida ina maana ya bayana wa awdaha. Shahida Allahu, Allah amefafanua, Allah ameweka wazi, annahu, ya kwamba, la ilaha illa huwa, hapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye tu. Hilo liko wazi. Shahida Allahu, bayana Allahu, awdaha Allahu, Allah ameweka wazi, Allah amefafanua, Allah amebainisha. Annahu, ya kwamba, dhamiru sha'ni wal hal, la ilaha, hapana anayestahiki kuabudiwa, illa huwa, isipokuwa yeye tu. Wal malaikatu, na malaika pia wameshuhudia hilo, kwa maana wameliweka wazi hilo. Wa ulul ilmi, na wenye ilmu hilo wameliweka wazi. Kama kuna mtu anaabudu kisichokuwa Mungu, sio kosa la wenye elimu. Elimu washambainishia, kwa maana istahiki kuabudiwa nani? Mungu peke yake. Qaiman bilqist, qaiman bilqist, mwenye kusimamia uadilifu. Mungu huyo ni qaiman bi, sio Mungu mwenye kusimama, mwenye kusimamia uadilifu. Aliyesimama kidete kwa kutaka utekelezwe uadilifu, aliyesimamia uadilifu. La ilaha illa huwa, hapana anastahiki kuabudiwa isipokuwa yeye tu. Al-Azizu, mshindi asiyeshindika. Al-Hakimu, mwenye hikma katika mambo yake. Hapo kuna jambo lingine, umuhimu na utukufu wa ilmu.
Ulul ilmi, wenye taaluma, wenye ilmu, wamewekewa atfu pamoja na malaika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitendo shahida. Allah ameweka wazi na kufafanua ya kwamba hapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Wal malaikatu, na malaika wamewafundisha mitume hilo, na mitume na wao wakarithisha hilo kwa watu wao, na wale watu waliopata ilmu na wao wamefafanua hilo. Ulul ilmi atfu kwenye nini? Kwenye lafdhul jalala, kwenye malaika na ulul ilmi kwa pamoja. Hiyo ni sharafu ya kuwa na elimu yoyote uliokuwa nayo, hiyo inatosha, hiyo kwa na wewe unayo ilmu hii. Kama tulivyosema kwenye uwali, sio lazima watu wafanane. Kwenye uwali wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam uko juu zaidi kuliko uwali wa Abubakar as-Siddiq. Uwali wa Abubakar uko juu zaidi kuliko uwali wa Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Qadir uwali wake uko juu zaidi kuliko uwali wa kwako wewe. Na hivyo hivyo kwenye ilmu, kila mmoja atakuwa na ilmu, yule ya kwake iko juu zaidi, yule iko kati, yule na wewe wa mwisho una ilmu ndogo, lakini na wewe pia unayo. Ishi kama mtu mwenye ilmu sasa, ili upate ile sharafu ambayo Mungu anawataka wenye ilmu kuwa watukufu, akaunganisha jina lake pamoja na watu wenye ilmu. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman. Mungu huyo anayestahiki kuabudiwa ni yule qaiman bil qisti, hali ya kuwa ni mwenye kufanyaje? Kusimamia uadilifu. La ilaha illa huwa, hapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye tu. Al-Azizu, mshindi asiyeshindika. Al-Hakimu, mwenye hikma katika mambo yake. Hilo limeisha pia. Allah subhanahu wa ta'ala akatuweka hapa duniani na kila mmoja na mfumo wake wa maisha, ana mfumo alioupanga wa maisha. Lakini Allah yeye ana mfumo maalumu ambaye anaridhika nao, na anawataka watu wapite katika mfumo huo. Anawataka watu wote wapite katika mfumo huo, na mfumo wake ni Uislamu. Kule akasema inna ad-dina 'inda Allahi waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Waman yabtaghi, na mtu yoyote yule atakayehitaji, atakayetaraji ghayra al-islami dinan, kisichokuwa Uislamu kuwa ndio mfumo wake wa maisha, falan yuqbala minhu, huo mfumo anaotaka yeye hautokubaliwa na Mwenyezi Mungu. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kupata hasara. Hapa Mungu anatuambia inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Din kwa maana ya milla, kwa hakika mfumo wa maisha, dini inayokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa wale wasomi wengine watatuia radhi, kwa wale wasomaji, inna inaingia katika mubtada na khabar, si ndio hivyo? Tayib, ikisha kuingia mubtada inaifanya ismu inna na inakuwa mansub, na khabari inaifanya khabaru inna na inakuwa marfu. Tayib, kwa hiyo inna ikisha kuingia, ile ismu inna inakuwa, ile mubtada inakuwa ismu inna, na ile khabari inakuwa khabaru inna. Aya, inna Muhammadan shuja'un, ndio hivyo. Aya, sasa tuende kwenye aya yetu. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islamu. Kama sio Qur'ani, hebu itoe inna, inakuwaje? Mubtada na khabar. Ad-dinu 'inda Allahi al-Islamu, mubtada ni maarifa na khabari pia ni maarifa. Mubtada imekuwa maarifa, ad-dinu 'inda Allahi al-Islamu, zote zimekuwa maarifa. Maana yake ni hasri, ni hivi tu, si vinginevyo. Dini pekee inayokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu tu. Maana yake dini zipo nyingi, sio hazipo, zipo, lakini hizo mbele ya Mungu hazikubaliki. Halafu unaongeza na inna ya taukidi, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islamu. Kwa hakika dini pekee inayokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu tu. Hakika si vinginevyo, ni hivi tu. Dini pekee inayokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu.
Dini ni mfumo wa maisha, ni utaratibu wa maisha anaoutaka Mwenyezi Mungu watu waishi kupitia utaratibu huo.